Faria tafadhali mashukuru mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu ndani ya Data Sports. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hassan Saddam. Ni wakati mwingine tena tunakutana mimi naye kwa ajili ya kupeana taarifa nyingine nzuri ya kimichezo. Tunao taarifa tatu. Ni taarifa moja inayotoka mitaa Msimbazi, lakini ndani yake kuna vitu vitatu vya msingi sana ambavyo tunakwenda kuvijadili hapa, na vingine tunakupa report kabisa. Huenda cover ya video hii ikawa imekuchanganya unapokaona ya kwamba Simba wamepatwa na msiba. Of course Simba wamepatwa na msiba, na hiyo ndio taarifa ya kwanza ambayo tutaanza nayo hapa, kabla ya taarifa nyingine ambayo imeingia katikati ya taarifa hizi ambazo tulilenga kuja kuletea wewe mtazamaji wa Data Sports. Kubwa zaidi ambalo tunapaswa tukwambie ni kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hawa wa usafirishaji wa bidhaa zote kutokea Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Jaba Air Solution wanakuhakikishia usalama wa mizigo yako, kwa maana haitozidi hata siku 3 mzigo ambao utauagiza kutoka katika ardhi ya China tayari utakuwa umeshafika katika ardhi ya Tanzania. Na sasa hivi tunaendelea kusubiri ratiba maalum kutoka Jaba Air Solution, lakini kama unahitaji kuona au kuwasiliana nao haraka iwezekanavyo, basi tutafuta sisi Data Sports kupitia platform zetu, lakini pia unao nafasi ya kuwatafuta kupitia katika platform zao Jaba Air Solution, na unao nafasi pia ya kuwasiliana nao kwa mawasiliano ambayo yanapita hapo chini. Jaba Air Solution hawa ni mabingwa katika kusafirisha bidhaa zote na usalama na uhakika, tena nzuri zaidi ni kwa muda mfupi. Unajua kuna wale ambao mnaagiza bidhaa zenu kutokea China, unataka hata sasa hivi uamke uikute hiyo bidhaa. Kwa hiyo Jaba wanakuambia kwamba ndani ya siku 2 au 3 mzigo wako utakuwa umeshafika katika ardhi ya Tanzania, na unatumia kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Bana, karibu ndani ya Data Sports, na taarifa ya kwanza ni kuhusiana na msiba ambao Simba Sports Club wameutangaza wao. Na Hassan Saddam, uko vizuri? Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Karibu ndani ya Data Sports. Lazima nikukaribishe. Unajua hapa ni sehemu nzuri. Nzuri kwa maana sehemu ambayo unazungumza na watu wengi sana. Alafu lazima wape kitu kilicho sahihi na taarifa ya sahihi. Sawa, tunatakiwa tuanze na taarifa ya msiba kama ambavyo mtazamaji wa Data Sports tumemwambia kuna taarifa ya msiba, lakini baada ya taarifa hii ya msiba kuna nyingine ambayo ni nzuri zaidi kutoka mitaa hiyo ya Msimbazi. Na huenda hiyo ikawa nzuri sana, lakini hii ni ya kusikitisha kidogo. Unaweza kutusomea taarifa ambao wameitoa Simba Sports Club? Ndio, dakika chache walipitisha kwamba hii ni kwa ajili ya wapenzi wote wa mpira, sio Simba peke yao. Inakuja swala la msiba hivi la Simba, inakuwa ni la wapenzi wote wa mpira, ijapokuwa kwa sababu amecheza na national team kabisa akiwa na tusome tu taarifa yote kwa upande sasa wa Simba au kwa upande wa yani taarifa kwa umma ambao wameitoa Simba Sports Club. Simba wao masaa 3 yaliyopita walitoa tanzia. Uongozi wa klabu ya Simba umepokea masikitiko makubwa taarifa ya msiba aliyokuwa nyota wao wa zamani Alphonse Modesti, kilichotokea jana nyumbani kwao mkoani Kigoma. Sawa. Yes, kwamba Modesti ambaye alikuwa ni mlinzi wa kushoto mahiri katika miaka ya 90. Ndio Simba inaungana na wana michezo wote kuomboleza msiba huo mzito, na tunaombea kwa Mungu iwafikishie na subra katika kipindi hichi kigumu wanachokipitia. Hawa ni wanafamilia wote, lakini wapenzi wa mpira. Mtu anaweza kala anajiuliza huyo ni nani na inaendaje mpaka Simba wakamtangaza, na sisi Data Sports tukalichukulia ile jambo kwa ukubwa sana. Unaweza kutupa maelezo kidogo? Huyu bana Alphonse Modesti alizaliwa tarehe 12 Machi mwaka 1970. Mwaka huo ndo alizaliwa. Alijiunga na Simba Sports Club, amecheza na vilabu vingine, lakini amejiunga rasmi na Simba Sports Club mwaka 1990 ndipo alianza rasmi kuitumikia. Amedumu pale kwa muda mrefu sana. Simba amedumu mpaka anakuja kuondoka ni 2001 ndipo ametoka Simba. Kwa amedumu sana kwa muda mrefu kuanzia 90 mpaka 2001. Ni muda mrefu sana akiwa anaitumikia klabu ya Simba, lakini bahati mbaya kwenye utumishi wake wa Simba Sports Club hajabahatika kubeba mataji makubwa, wala hana mataji makubwa kama Beck. Kwa hiyo hakuwa na status ya nini ya vikombe na nini. Baadaye akahamia ambako amekuja kustaafu soka lake akiwa Mtibwa Sugar, ndiko ameacha mpira wa kulipwa, lakini amecheza national team, nayo ameweza kukipiga national team ambako collab yake na mechi yake aliitwa mwaka 1996. Rasmi aliitwa katika kikosi cha timu ya taifa. Akiwa na Taifa Stars amecheza mechi 22 pekee. Huyu ndo Alphonse Modesti, ambaye hawajakuwa hajamfahamu vizuri zaidi.
beki mahiri wa kushoto, unaweza kusema kwa waliobahatika kumuona watakuwa wameweza kushuhudia ladha yake kama mlinzi wa kushoto. Nafikiri hata unaweza kukuta unashangaa labda kuna wengine ni role models wake wanasema sisi tuko tunamfuatilia enzi zetu tunaanza kukua. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna vijana sasa hizo wanacheza soka ambao wanaenda kustaff kwa mimi nilikuwa namfuatilia Frank. Yeah, of course. Ni jambo zuri sana kuwakumbuka malijendi ambao wamekuwa sehemu ya historia ya vilabu hivi viwili vikubwa ambavyo tumekuwa tukivifuatilia sana. Kama ambavyo vilikuwa kwa Young Africans kwa walivyoenda kule Malawi walipoenda kumtazama yule kocha wao. Kwa hiyo ni jambo la heri kama hii na lazima tushare taarifa kama hizi kwa sababu Simba wamekuwa na tabia ya kuwaenzi sana malijendi ambao walikuwa sehemu ya mafanikio ya klabu ya Simba. Sasa tukiweka pembeni taarifa hiyo Hassan Saddam, huenda taarifa inayofuata ni nzuri sana kwa mashabiki wa Simba. Mimi na wewe off mic tumekuwa tukibishana sana kuhusiana na taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Tunakumbuka mwezi wa 12 kama sijakosea ndio mwezi ambao zinaenda kutolewa tuzo za msimu barani Ulaya barani Ulaya zilishatolewa na mchezaji bora wa dunia Musa Dembele, Osman Dembele, klabu bora ni kidogo niseme Arsenal. Unajua kidogo niseme Arsenal ndugu yangu. Ajana mmebahatisha bana. Hapana hatujabati goli 4 sija kubatishwa. Mchezaji bora timu bora ni PSG Paris Saint-Germain. Tupe orodha ya vilabu ambavyo mnyama ameingia navyo. Tuna vilabu kama klabu bora barani Afrika. Kutana mimi napitia huko kwangu. Cha kwanza ni Belouizdad, CRC Belouizdad, SS Constantine, ASEC Mimosas, Pyramids, RC Berkane, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Stellenbosch, Al Ahly Omdurman ambayo ni Al Ahly FC, alafu na Simba Sports Club. Al Hilal Omdurman. Yes, wao wengine wazidi kuita ile CR Belouizdad, ASEC Mimosas, Mamelodi Sundowns hajakosekana. Al Ahly hayupo. Yes, big question mark hapa ni kumkosa Al Ahly. Alitoka mapema sana Al Ahly. Mapema sana Al Ahly. Toka tu robo finali if I'm not mistaken. Naam, tunamuona. Toka mapema sana. Ina maana ukiangalia karibu list ilotoka ni wale top 4 katika mashindano makubwa hasa kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu ukimwangalia unamwangalia Stellenbosch ambaye ametolewa nusu finali ya kombe la shirikisho. Ukimwangalia Mamelodi Sundowns alitoka nusu finali. No, Mamelodi alitoka finali kabisa. Alicheza dhidi ya Pyramids. Yes, tunamzungumzia Orlando Pirates alitoka ametolewa nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ukimwangalia Al Hilal Omdurman alitokea robo kabisa. Ukimwangalia Constantine Hilal alitolewa na Orlando Pirates. Yes, kwa unaona hapo kwa hiyo kidogo ukiangalia Orlando alimtoa MC Alger. Yes. Orlando alimtoa MC Alger. Yes. Kwa ukiangalia hao wote unaoona kwenye hii rank ambao wamefika almost ni zile top 4 ambazo zimefika kwenye yale mashindano mawili ya nini ya Afrika. Ni kwa maana ya Champions League pamoja na uone kama ni sanaa tu hizo zimefanyika. Simba kuweko hapo tupate story au cha kuzungumza. Lakini actually ni kwamba Simba hawezi kuwa klabu bora barani Afrika. Unaweza kusema ni sanaa lakini naweza nikasema ana deserve kuwepo hapo kwa sababu kama alipokaa. Yani I don't have a problem Simba kuwa hapo. Naam. Simba kuwa wini hao wote. Yes, hapo sasa ndo kunakuwa na swali gumu Simba kuwa wini hao. Sababu wala inoni kwamba labda kwa mtazamaji wa Dar Sports na yeye akiwa na nafasi anaweza kaandika cha kwake lakini wote inoni kwamba ambaye ni anaenda kuwa champion yani anaenda kuwini hapo ni Pyramids. Yeye ndio klabu bora barani Afrika kwa sababu amezibiti klabu zingine bora barani Afrika. Ndio maana michuano ya klabu bingwa barani Afrika inaitwa ligi ya mabingwa. Sijui kama unanielewa. Maana yake hamna timu mchekelea pale. Yani hamna timu mchekelea. Ndio maana ikaitwa CAF Champions League. Yoyote ambaye yumo mule ndani anahesabika kama bingwa na timu ambayo ni tishio. Kwa hiyo Pyramids paka ameenda kuwa champion. Yani maana yake amewabiti mabingwa. Ndio akawa bingwa yeye akasimama pale. Si unanielewa kuna Mamelodi hapo. Kuna Esperance Sportive de Tunis. Si unanielewa? Hayupo Esperance. Yani tunazungumzia sasa wale majanti wa soka la Afrika ambao ameweza kuwatolea na Pyramid. Hapo sasa tunamtafuta Pyramid kwamba ndio anaweza kawa Al Ahly. Naam. Si unanielewa
watu kama Orlando Pirates, si ndio? Ndio. Wote hao wako chini huku. No. Sielewa. Kwa hiyo wote eneo ni kwamba Simba kuwa win, yani kuwa klabu bora barani Afrika ni ngumu. Inaweza kawa ngumu. Ndio. Kulingana na hao watu wawili. Ukimwangalia Berkane naye yupo. Berkane yupo ambaye alimfunga Simba finali. Tena aggregate ilikuwa ni kule alipigwa chuma 2 alafu moja. Kaisha 3-1. Hata Young Africans ile kipindi ameingia finali akafungwa na Usma. Ilikuwa ni the same, aliingia. Lakini klabu bora ikabaki kuwa Al Ahly. Kwa hiyo tunachokisema unapotolewa kwenye hizi ranks ndio labda unapotolewa kwenye hizi nominees. Kumbuka hizi nominees mnashindana hata kama unamjua mshindi, lakini kitendo cha timu yoyote kutokeza katika nominees ndio au katika ushindani inamtengenezea timu yenyewe nguvu na spirit nyingine ya kuendelea kufanyaje kupambana. Tukiachana kwamba sawa tunajua kwamba Pyramid kwa vyovyote vile ana nafasi kubwa ya kuchukua haina doubt kwamba, lakini hao wengine walotokeza inawapa nguvu na moyo wa kushindana. Next season hii hapa imeanza na tunaendelea nao safari. Hapa watu kila mtu anaitafuta group stage ya club bingwa, group stage ya shirikisho. Yeah, sure. Inatengeneza nafasi kubwa kwa sababu zamani ilikuwa ukitoka kwenye hii hatua unaenda shirikisho. Sasa hizi kumbuka haipo tena. Ukitoka unaondoka mazima. Kwa ina maana hizi ranks hizi nominees zinapotolewa na unajikuta timu yako ipo katika miongoni mwa washindani, inakupa wewe nafasi sasa ni chachu nyingine ya maendeleo. Bana kumbe juhudi zangu zinaonekana, sasa niendelee kuongeza juhudi ili mradi na mimi niwe top. Kwa ina maana Simba kuapia pale ni nafasi nzuri kama ilivyokuwa kwa Young Africans. Yes. Yaani ile hii wanaona wengi. Sawa? Yaani mtu akiangalia hivi mtu wa Experience anaona, mtu wa Al Ahly anaona, sijui mtu wa TP, mtu sijui wa DC Montem. Yaani zile timu kubwa wote anapitia anaona kuna klabu inaitwa Simba. Yes, kwa anaitengenezea jina, focus nyingine, standard ya klabu inaendelea kukua. Imeingia kwenye hii top 10, kwenye hizi klabu ambazo zina moja hapo inatakiwa kuwa klabu bora ya mwaka. Kwa hiyo kuna ule ukubwa wa timu unaongezeka pale. Lakini swala la Simba inaweza kawa changamoto. Labda kama watafanya swala la kupiga kura, lakini sijajua kama inawezekana. Sasa sijajua vigezo vinavyotumika. Mpaka leo mimi najiuliza, ndio last time tuliona Ulaya Paris Saint-Germain alikuwa ndo club bora ya mwaka, si ndio? Sasa ulizana nani atakuwa club bora ya mwaka? Ndio natamani kujiuliza wanatumia vigezo gani? Ukichukua kombe ndo tayari umepewa kombe. Kama ina maana ukichukua kombe la swali jepesi sana. Naam. Shirikisho na klabu bingwa ipi ina hadhi kubwa sana? Klabu bingwa barani Afrika. Na kukumbusha tena, inaitwa michuano ya ligi ya mabingwa. Ligi ya mabingwa. Kwa maana ipi? Wanaoshiriki kwenye hiyo michuano wanahesabika kama mabingwa katika mataifa waliotoka. Sisi kama tuko pamoja. Tuko pamoja. Yaani Simba kwenye Champions League licha kwamba alishia nafasi ya pili, ila Champions League inamhesabu Simba kama bingwa. Sawa. Hata Azam msimu uliopita aliposhiriki Champions League kule anahesabika kama bingwa. Ndio maana kuna baadhi ya mataifa wenyewe wanatoa timu hii moja. Sisi tunatoa timu 2 kushiriki ile michuano. Kwa hiyo hata ingelikuwa ni Namungo yupo kwenye michuano ya klabu bingwa, kule anahesabika kama bingwa. Right? Yes. Ndio maana hauwezi kukuta mipangilio ya kwenda kucheza na hao watu unaichukulia kirahisi. Haiwezekani. Sababu huyu mtu yumo ndani ya ligi ya mabingwa. Yaani huyu anahesabika kama bingwa. Ni heavy team. Sio rahisi. Yaani ni heavy. Yaani ukisema huyu mtu yumo katika ile ligi ya mabingwa, maana yake huyu ni ile heavy team. Inaweza kucompete vizuri. Labda strategies zao ndo zisiweze kufanikiwa. Ndio. Right? Kwa hiyo Pyramids anahesabika kama klabu bora barani Afrika kwa sababu tunamuona amewabiti zile timu zote bora barani Afrika. Timu bora zinapatikana wapi? Kwenye hiyo michuano. Ndio. Yaani inawezekana shirikisho kuna timu bora sana. Ila unakumbuka shirikisho ilifikia dia tu wakahitaji kuifuta michuano ya shirikisho. Na ilikuwa inatokana na hiyo. Yaani inaonekana kama michuano ambayo thamani yake sio kubwa
kiivo. Sisi kwetu tunaiona kubwa kwa sababu hamna ambaye ameshawahi kuchukua taji, yani wote wawili wamefika finali. Kwa hata msimu uliopita ambao kama Simba angefanikiwa kuchukua ile taji, tungemhesabu Simba, yani tungemuona Simba kama kafanya kitu kikubwa sana. Of course ingekuwa ni kitu kikubwa sana kwa sababu hatujawahi sisi kukipata. Ila leo Al Ahly hawezi kukuelewa eti akachukue shirikisho. Yani hawezi. Yani alishaona hizo sio level zake. Yani yeye kashatoka kule. Kwa hiyo Pyramids anahesabika ni taifa, yani inahesabika kama klabu bora kwa sababu amewabiti mabingwa alioshiriki nao wote huku kwenye hii michuano. Kwa kama mimi nataka tu kama wewe hapo kwa kauli yako, labda sasa tuseme kama kigezo kinachotumika ni kwamba ukishakuwa bingwa tayari pale, obviously wanakupa tuzo. Sio mbaya, pia inamstahili Pyramids, no doubt, wala hamna yote atakayekuja kubishia. Lakini kama kuna some other factors zinazoangaliwa kupewa sasa, moja ya other factors nikusaidie, moja ya other factors ambao wanaizingatia ni issue ya biashara. Sawa, yani hatuwezi kuja hapa tukasema tunapiga kura tuangalie klabu gani inaweza kuwa bora. Kura sisi wa Tanzania mbona tunampa Simba hapo chapu tunamaliza. Si unanielewa? Lakini hawa watu pia huwa wanaangalia biashara yao inauzikaje. Rocky mtaja Pyramids ndio bingwa Super Cup. Ndio. Kambiti Berkane. Maele kaweka chuma kule na juzi katoka kuweka chuma 2. Sawa? Ukimwangalia Pyramids ndio champions wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kimwangalia Pyramids kashakata tiketi 2029 na shiriki World Cup. Alafu tupige kula tumpe Stellenbosch ndio klabu bora barani Afrika. Yaani kibiashara tu. Ishakuwa mbaya. Kwa hata barani Ulaya PSG kibiashara ndio ilikuwa inaonekana kubwa. Kapiga Champions League tena za kutosha, Inter Milan kala chuma 5 Champions League pale. Arsenal tukapigwa nje na ndani. Si unanielewa? Yaani kafanya vizuri huko Champions League. Kaenda Super Cup kakiwasha. Kaua kule. Sawa? Kaenda Club World Cup kapiga mpaka finali. Bahati mbaya akafungwa na Chelsea. Sawa? Ukiangalia kibiashara, yani hata ukiingia hivi kibiashara, unasema timu gani inauzika zaidi? PSG. Sijui unanielewa? Yaani kimuonekano ni tukizungumza sasa hivi. Tukazungumza tu ile kuzungumza kama kuzungumza. Timu gani ambayo inauzika? PSG. Sio unanielewa? Kwa hata ukija Afrika ukisema timu gani ambayo inauzika vizuri, hauwezi kusema Al Ahly sasa hivi. Hamna. Al Ahly kachukua nini? Hamna. Si ndio? Kwenye ligi yake mwenyewe kule kapambana kweli kweli. Sio kama umenielewa vizuri. Kwa kama ni kigezo hicho na hizo some factors zinazoangaliwa saizi, rasmi tutampa. Sio rasmi. Rasmi maana yake paka wenyewe wana nini? Basi unaweza wewe sasa kutokana na mtazamo wako unaweza kumpa. Sio mtazamo wangu yani. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu. Yaani unajua ngoja nikwambie. According to your factors. Hicho ni hicho kuelezea sasa. Yaani usipende kupindisha mambo. Kama ambavyo tulikuwa tunajadiliana hapo tukusani na Simba anaenda Singizia anaenda kupindua meza wapi na wapi. Mimi siheshimu mpira, Simba anaenda hatua ya makundi. Iko hivi kwenye hiyo hatua. Pyramids ndio klabu bora barani Afrika. Kama ilivyokuwa kipindi kile, yani ndivyo inavyokuwa yani. Pyramids ndio klabu bora barani Afrika. Pyramids ndio klabu ambayo ina mvuto mzuri kwa sasa barani Afrika. Pyramids ndio klabu ambayo kibiashara inauzika vizuri barani Afrika duniani. Yani leo champions wa ligi ya mabingwa barani Afrika ni Pyramids. Mtu yuko Asia anauliza hivi sasa hivi klabu bora barani Afrika, eti tumepigia kura tumempa CR Belouizdad. Mtazamaji wa Data Sports, karibu tena. Nilikuwa mimi pamoja na mwenzangu wa nguvu Hassan Saddam. Mawazo yalikuwa ni mengi kweli kweli. Pengine unaweza ukawa hujatuelewa vizuri. Lakini uwanja wa comment uko wazi na wewe unaweza ka drop maswali yako au kile ambacho wewe unakiamini. Florence anaamini ya kwamba Pyramids ndio klabu bora barani Afrika na hizo ndio factors zangu kwamba Pyramids ndio klabu bora barani Afrika. Asante pako ambaye ulifanya kamera hii ikasimama vizuri tukaonekana angavu kweli kweli. Router ya Yas inang'ara na kupendeza vizuri. Bye.